Mnamo tarehe 29 mwezi wa 4 ili mdogo wangu alipata ajali akiwa kwenye majukumu yake, akiwa anaelekea Kongo. Alipata ajali mpakani mwa Kongo na Zambia. Yes. Kwa hiyo taarifa mimi nilipata saa 5 asubuhi. Mume wangu ndo alinipa hizo taarifa za kifo cha mdogo wangu. Baada ya kupata hizo taarifa, nilipokea kwa machungu sana na nikawa sina uhakika mpaka leo hii mnamo tarehe 15 ndio nimepata uhakika kama mdogo wangu kweli ametoweka duniani. Tunashukuru kwanza kwa kwenda kuwapigania mpaka kurudisha miili hapa Tanzania, kwa sababu wengi wanakuaga hawatambui ndugu zao mpaka wanazikwa huko. Lakini kwa upande wetu wa serikali napenda kusema tunashukuru sana, na pia waendelee kuongeza juhudi zaidi. Umeona? Waendelee kuongeza juhudi zaidi. Binadamu wenzetu wasiweze kupotea huko. Warudishe na wengine kama kurudisha mdogo wangu. Mimi napendelea iwe hivyo. Baada ya kupokea mwili huu hapa, sasa hivi tutaanza safari ya kuelekea mkoani Njombe, kijiji cha Lupembe, Igombola, kwa ajili ya kwenda kumuhifadhi mdogo wangu. Yes. Kwa kweli nimtoa shukrani zangu nyingi za dhati kwenye serikali yangu hii. Baada ya kutoa taarifa, serikali ilichukua hatua siku hiyo na kuanza kulishughulikia. Lakini alikadhalika vile vile nilipopata wasawa kupata kuzungumza na wakurugenzi wa kampuni ya Continental, maana CRC, walinipa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba wanafanya kila inawezekana. Kwa sababu kwanza ilikuwa ni ajali imetokea eneo la Kasumbalesa, lakini yatakiwa asafirishwe kutolewa Kasumbalesa aletwe Lubumbashi kwa ajili ya safari ya kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo limefanyika. Kile pia tumeshirikiana na ndugu pia wa mpambanaji mwenzetu kuhakikisha kwamba mwili unasafirishwa na tunafika hapa. Kwa sisi kama chama tunatoa pole sana nyingi kwa familia, lakini pia tunashukuru wale wote waliojitoa kwenye jambo hili. Sisi hatuna cha kuwalipa, bali Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anaweza kulipa. Sisi kama taasisi tunatoa wito pia kwa kampuni mengine ambayo vijana wao au wafanyakazi wao wanakwenda kupata mazila ndani ya nchi ambazo wamepeleka majukumu yao, basi nao watekeleze majukumu kama alivyotekeleza ndugu yetu, na makampuni mengine ambayo wanatekeleza kama alivyofanya kampuni ya CRC kuhakikisha kwamba inamrudisha mpambanaji wake nyumbani kwake alipomtolea. Kwa sisi kwenye hilo tunashukuru sana, kwa sababu yapo makampuni ambayo yanafanya vitu ambavyo sio sawa. Dereva anapata matatizo kule, kampuni inaanza kusuasua kurudisha mwili, kampuni au inakataa, au kampuni inashawishi upande wa familia wazike kule. Lakini kwa CRC haijafanya hivyo. Baada ya kufanya hili imegalamika kila kitu kwa kwamba mwili unafika hapa. Lakini nitoe wito pia kwa madereva sasa, tuhakikishe kwamba, maana tunaona sasa hivi limekuwa hili ni janga, kila siku madereva wanapoteza maisha. Hivi ninapozungumza hapa na taarifa za misiba, tena mwingine kapoteza maisha, kakutoka kaa kwenye gari, kumbe tayari nafsi yake imeshaondoka. Kwa hiyo tuone namna nzuri kabla tujaondoka, tuone pia namna kuchunguza afya zetu. Huenda tunakwenda kwa sababu tunaumwa, au tunakwenda kwa sababu nyumbani kuna shida. Matokeo yake unakwenda kwenye nchi za watu, afya yako haiko sawa, ndio matokeo yanatokea haya. Lakini mjue nchi ya wenzetu kule, kusafirisha, kutoa mwili kule, kana kwamba unatoa kitu, yani sijui unatoa kitu gani, kwa sababu ni process ndefu, ni ndefu hujapata kusikia. Tofauti na sisi kwetu hapa. Sisi kwetu hapa mtu unakilia kulipia hospitali, unapewa mwili wako unaondoka nao. Lakini kwa wenzetu hujawahi kuona. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, lakini pia niombe serikali yangu kushirikiana na serikali ya Kongo, wale namna nzuri ya kutuharakishia ndugu zetu wanapata mazila kule waweze kurudi kwa wepesi. Ona hivi sasa tunahangaika hapa kusafirisha mwili huu usiku, manake tusipoondoka sasa hivi usiku huu, manaka hatuwezi kufika salama, kwa sababu hali sio nzuri. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, mimi kama kiongozi mkuu wa taasisi ya madereva Tanzania, niombe sana serikali ione sasa namna nzuri kuona kwa nini madereva wetu kipindi hiki wamekuwa ni mfululizo, kila siku wanafia kwenye magari. Mtu anaamka asubuhi anakwenda kumgongea mwenzie, anakuta dereva kishafanya nini? Kishafariki. Kwa hiyo hili lazima tutafute mwarobaini wake ni nini. Ni kweli
hatuwezi kumpangia Mungu kila anacho, lakini kuna vitu vingine lazima tuangalie kwamba je, hili limekuwa kuwaje. Kwa mpaka sasa dakika hii vifo ambavyo vinatokea hatuna feedback ya majibu ya watu wetu wanapotezaje maisha. Kwa hiyo mimi kama kiongozi naahidi kulisimamia hilo, lakini pia niambie tu umma kwamba sisi kama chama tunashirikiana bega kwa bega na serikali, lakini pia bega kwa bega na baadhi ya kampuni ambazo ziko sawa sawa kwa ajili ya kuwasaidia wafanyakazi wake. Siku zote umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Yanatakiwa tushirikiane sisi kama madereva wote wa Tanzania, haijalishi dini gani, haijalishi kabila gani, haijalishi unafanya kazi kampuni gani, haijalishi unaendesha gari aina gani. Ukiwa unafani tu dereva kama dereva, ukasikia tatizo kama hili limejitokeza, basi una haki ya kujitoa kuja kushiriki kama hivi, kuweza kuungana katika masuala kama haya yanayohusiana na masuala ya misiba. Changamoto katika nchi za nje zipo. Kwa mfano katika maboda humo tunamopita, katika maparking humo tunamokaa, na mizigo yenyewe vile tunayoibeba ina changamoto kubwa sana. Usani kama sasa hivi kuna masuala yetu haya ya kubeba hizi sulfa kiafya na kiutaratibu inavyotakiwa. Dereva mara nyingi sana huwa anatafuta sehemu nzuri ya kulala, lakini sasa unajikuta kule tunakokwenda kuna changamoto kubwa katika migodi mingine ya kushushia, unakuta mgodi uko nje kabisa ya mji. Kwa hiyo unakuta zile nyumba za wageni, magesti hakuna. Kwa hiyo inamlazimu dereva lazima alale katika chombo chake ambacho alichosafiria. Kwa hiyo unakuta yale makemiko pale kidogo nayo yanaleta athari vile vile. Hizo ndio changamoto kubwa sana ambazo tunazipata nje. Basi na mambo kama haya ya kupigwa madereva, kutekwa, basi hizo ndio changamoto kubwa sana. Kutekwa ndio sana. Madereva wanatekwa, wanapolwa mizigo. Kwa mfano mtu amepakia kopa, anatoka huko anavamiwa na majambazi, wanachukua kopa. Dereva amepakia mzigo mwingine wote. Yaani ni fujo tu. Tunapata changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mimi ningeshauri sana kama taasisi, kama serikali, kama ni makampuni, basi wajaribu kutuondolea hizi hadha kule na wajaribu kuweza kukaa hususani labda na serikali ya kule au viongozi wa kule, tuweze kupata kidogo unafuu. Hata sisi tunapokwenda kule tujisikie kama tunajisikia raha kama tuko nyumbani, maana wenzetu wanakuja huko.